Endelea kujinoanoa kuelekea katika michezo ya kirafiki. Atuzungumze, atuambie namna ambavyo mambo yalivyo. Bana Mikoi, mambo vipi? Mambo mazuri na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kama ulivyosema asubuhi nilielekea kuangalia mazoezi ya timu ya taifa ya Tanzania. Mimi football ni hobby yangu, lakini unapokwenda kuzungumza timu ya taifa ya Tanzania, mimi ni mzalendo na si mara ya kwanza wala si mara ya pili kuonekana kwenye viwanja vya mazoezi. Pindi ndipo timu ya taifa nilivaa mazoezi, hususan nikifanya maeneo ya Gymkhana na sehemu ambapo mimi natafuta riziki panakuwa karibu zaidi. Kwa hiyo pale ninapopata taarifa timu ya taifa inafanya mazoezi katika maeneo ya Gymkhana, kwenda ni jambo jema. Unapokwenda mzee kama mimi, vijana wakiniona kuna morali kidogo inaongezeka. Nashukuru tunakuta wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania wamewasili pale, wamefanya mazoezi vizuri, wamaliza salama. Utaona namna ambavyo wachezaji walivyokuwa na morali kuelekea katika mechi ya kirafiki. Yote kwa yote, kikubwa ni kuombea dua. Mikoi, baada ya kuposti ile video yako ambayo ulikuwa unazungumza kuhusiana na Taifa Stars, nimesoma comment nyingi, wanasema unatengeneza mitego, mara kuna mission unaziweka sawa. Hii wewe umelipokeaje? Ni kwamba unaitaka safari ya Morocco? Hakuna mwanadamu yote asiyetaka, hususan Mtanzania, kupata nafasi ya kwenda kuisupport timu nchini Morocco. Hayupo mtu yote wa mpira anatamani kupata nafasi ya kwenda kuwasapoti mashujaa wetu vijana wa under 17. Leo hata mimi ukiniuliza au Singano, kama una nafasi ya kunisaidia nisaidie, ili niende nikawasapoti nini vijana. Lakini licha kuwasapoti tu vijana, ukiwa Mtanzania ukipata nafasi ya kwenda Morocco, unakwenda kutengeneza historia kwamba moja katika watu ambao wamepata nafasi kwenda kushuhudia fainali ya under 17 katika mashindano ya AFCON unakuwa ni wewe. Ni historia. Hasa mimi nikipata nafasi itakuwa historia nzuri zaidi, kwa sababu 2023 katika watu waliopata nafasi ya kwenda kushuhudia mashindano ya AFCON, Tanzania ikicheza Ivory Coast, ni mimi nilipata hiyo nafasi. Nasema kwa hiyo unapokwenda kumzungumzia Upete achana naye. Upete ajitambue, ajielewi. Farahani ajitambue, ajielewi. Mimi nimeshaenda kusupport timu katika mashindano ya AFCON 2023 Morocco. Nilikwenda kwenye jimbo linaloitwa Agaoua, nilikwenda kwenye jimbo linaloitwa Sampaio. Na hata hivyo matamanio wanajeshi wa Kitanzania wanapokwenda kuipambania Tanzania hapo kesho, na mimi natamani safari ingekuwepo, na mimi natamani safari kuwepo. Kwa hiyo Singano, swala mimi nikuulize, wewe Mtanzania au Mnigeria? Tanzania. Kama unapewa nafasi Singano kupitia Sanga TV, wewe ndio kwa support vijana Morocco, unakataa? Lazima utakubali. Sasa mimi mbona unahoji? Watu wanahoji, kwa nini unajitokeza kwenye wache waendelee kuhoji. Huwezi ukaonekana ukakaa ndani. Nani anakuona? Ukitaka kuonekana lazima utoke barazani, ukitaka kuonekana lazima utoke nje. Kwa hiyo Singano, wewe baki ndani, wacha mimi nitoke nje nionekane. Natamani, naambia wadau, natamani nisiwe mnafiki kwenda Morocco. Natamani wakusafirishe. Yes, kwenda kama Singano isafirishe niende Morocco. Bana, mambo ni mengi kweli limekuwa Kisugu. Tukiachana na hilo, dirisha kubwa la usajili likiwa linakaribia, ligi yetu imesimama, lakini mambo ni mengi kweli. Bana, kwanza tuanzie na hii mnyama Simba, hadhi yake imeshuka kiasi hicho, mechi kuchezwa saa 8 mchana. Nimeona taarifa mtakipiga. Mimi nasema kucheza mechi mchana haina maana kusema timu imeshuka hadhi yake. Ukisema Simba imeshuka hadhi yake, maana yake tunakubaliana na timu zote zinazoshiriki ligi zilizocheza saa 8 hazina hadhi. Huu ni utaratibu kwa wenye mamlaka na madaraka waliopanga. Na leo hii kila mmoja anajua duniani tunakwenda kwenye mashindano ya kidunia, mashindano ambayo yanahitajika kila mmoja afanyeje, ayaone. Dunia yote sasa hivi ratiba inabadilika, kuna namna ambavyo tunakwenda na matakwa na mashindano ya dunia, namna ambavyo yanavyotaka. Kwa hiyo mimi binafsi niwapongeze bodi ya ligi kwa kuona kwamba muda walioweka tutakwenda kukinzana na muda ambao mataifa ya dunia yanacheza. Kwa hiyo sisi kutupeleka saa 8 ni jambo jema na ni jambo zuri, lakini sio kwa mara ya kwanza. Si saa 8 tushaanza kucheza, wakati huo Singano hata kwenye Karuma hujaingia. Mara ya kwanza tunamfunga Prison ya Mbeya goli 5, tunaonyeshwa na TV moja kubwa kwenye bara la Afrika. Tumecheza mchana saa 7. Wewe Singano wakati huo bado, wewe unaona ajabu leo. Sasa leo unaambia Singano, kama tunakubaliana kucheza saa 8 kushuka kwa hadhi, kamka kwenye media yako watu wakusikie, media yako watu wakusikie kwamba Azam mwana hadhi ashacheza saa 8. Sema. Siwezi kusema hivyo. Sasa kwa nini unakuja kujenga hoja unasema Simba ameshuka hadhi anacheza saa 8?
Simba ni klabu kubwa. Nimesoma komenti nyingi za wadau wachambuzi, wanasema hili jambo halijakaa sawa kwa timu kubwa kama Simba. Kwenye safari ya Mamba na Kenge wamo, kwenye safari ya Mamba na Kenge wamo. Walichofanya bodi ya ligi kutoa uhuru kwa Watanzania kushuhudia mechi zote. Kuna timu za taifa zinacheza, lakini kuna timu bora katika bara la Afrika inacheza. Ili kukupa nafasi kuiona na timu bora, na ndio maana wakaangalia muda, wakaona tuushushe muda kwa namna ambavyo tuwape radha zote, upate radha ya timu bora katika bara la Afrika na upate radha ya mataifa ambayo wanacheza kwenye kombe la dunia. Kwa saa 8 mnakipiga fresh Tumekoi. Bila shida yote tutakwenda Mbeya, tutakwenda kupambana. Na mtu anakupa saa 8 mchana. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu. Pengine anaweza akawapa shida wachezaji wengine mtazamo wako. Simba na wachezaji wakubwa wanaweza kucheza katika mazingira yote. Na kucheza kwenye mazingira ya jua, wanaweza kucheza kwenye mazingira ya mvua, wanaweza kucheza kwenye mazingira ya joto, wanaweza kucheza katika mazingira baridi. Tuna wachezaji ambao tunaamini kwamba wameshamachua kwa uwezo mkubwa kama players. Bana Mikoi, hili dirisha kubwa la usajili, tetesi zikiwa zinaendelea kuzungumza na kusema ya kwamba wapo wanaoingia, wapo ambao wanatoka. Umeitazama Simba yako kwenye huu msimu ambao wamekuwa wanafanya vizuri sana, hasa ni usajili wa dirisha dogo ambao umefanywa. Mikoi, mna kwa kikosi ulivyokiona, mnahitaji maboresho ama wanatosha? Usajili bado, na kikosi kinahitaji maboresho. Akihitaji maboresho, Mwalimu Steven Becker ndo anajua, tumempa jukumu la kusema. Salaam Steven Becker. Jukumu lilokuwa mbele yetu ni kusupport timu kwenda kumalizia mechi 5 za ligi NBC. Mimi naamini waandishi mna kelele sana, mnawaka sana. Kwa nini? Muda bado, wakati wa usajili haujafika. Focus ya mashabiki wa Simba, focus ya wana Simba ni kuelekea katika ubingwa wa ligi ya NBC. Tunakwenda kupambana huko. Leo mshakuja na tetesi zenu kwa kutoa watu kwenye njia. Mara huyu anakuja sijui na Maele. Mara huyu, why? Guys, na wewe umeona? Niwaambie wana Simba wasitutoe kwenye reli hawa. Hii ni mipango mikakati ya makusudi kutondosha sisi kwenye reli. Lakini mimi naamini wana Simba wako vizuri, wako sawa sawa. Wanachokiamini wana Simba wakati wa usajili bado. Waka Mashariki na Kati, karibu sana dimbani kuweza kuzungumza ala kimichezo zaidi. Mbele yangu ni Uchebe Yanga kuweza kuzungumza naye ala kimichezo na burudani. Bana Uchebe, upo vizuri? Of course, yeah. Mimi niko vizuri kama unavyoniona. Leo ni siku nyingine yenye baraka, yenye neema, yenye sifa ya tofauti tofauti. Nimefurahi sana sana sana. Of course, ukiona umeamka unaendelea na majukumu yako, unasema asante Mungu, kwa sababu ni mapenzi yake. Sio kwamba wewe umefanya kizuri cha kumpendeza yeye. Wapo wengi ambao wamefanya kumpendeza yeye, lakini bado wako mbele za haki. Mimi naamini mimi na wewe sio kwamba tumefanya mengi sana kwake, ila ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa makusudi yake kuna jambo anatakiwa amekuacha ili utimize. Niambie ndugu yangu, nataka tuanzie wapi tuelekee wapi? Japo nina salamu nyingi. Una salamu nyingi? Nina salamu nyingi kabisa. Nishukuru mkoa wangu wa Njombe, nishukuru wilaya ya Ludewa, lakini pia kata ya Madilu chini ya diwani Lau Nyanga ambaye anaiongoza kata ya Madilu kwa weledi mkubwa. Kama ni bahati ambayo tumebahatika wana Madilu ni kumpata kiongozi kijana mwenye future na kata yetu, mwenye mtazamo na malengo kuhusu kata yetu ya Madilu, nini kifanyike. Natamani sana siku moja Koila Media pamoja na Neli mtembelee mkaifahamu Ludewa. Ninakozungumza Madilu, kule ndo unapata uoto wa asili, kule ndo unapata vitu ambavyo asilia. Yaani ukizungumza vitu vya asili vinapatikana kule. Kwa one day na waalikeni, na mimi namwambia diwani wakati wa Madilu Lau Nyanga, siku moja vialike vyombo vya habari vije hapo vikutembelee, vionyeshe namna gani Madilu ni nzuri, Madilu inapendeza. Wilaya Ludewa imekuwa ni sehemu ya vivutio, sehemu za kuita watalii. Unajua Ludewa tuna vitu vingi, lakini serikali haijaona namna ya kupeleka watalii kule.
Sasa ni wakati wa kuionyesha ubea, ni wakati wa kuonyesha Madilu namna gani tunaweza tukapromoti na watalii wakatutembelea. One day nitafikisha hili, naomba nimwambie, na ikiwezekana mnapompatia hiki kipande mpe, msimfiche, mtagi pale Bwana Lau Nyanga aone namna gani pia maendeleo ya Madilu yanaweza kukua kupitia vyombo vya habari. Kweli kweli, mnyama Simba Queens wanabeba ubingwa, lakini tetesi za usajili ni nyingi kweli kweli, zikumwisha Fiston Kalala Mayele kwamba huenda akatua kuna katika viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Tuko na Mwingi wa Simba, karibu tuzungumze naye. Wewe ndugu yangu? Wewe ndugu yangu, nimefurahi kukuona Ngwale. Bwana siku nyingi. Bwana ndugu yangu. Uko vizuri lakini? Poa kabisa. Mambo yanaendaje? Safi kabisa. Bwana, tetesi ni kwamba Fiston Kalala Mayele huenda akatua kuna katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Umezipokeaje hizi taarifa ikiwa kama ni kweli na inawezekana kweli? Unajua Ngwale, huu wakati sio wakati wa kufuatilia usajili. Sasa hivi tuko kwenye wakati wa kutafuta ubingwa. Mimi naomba niwaambie wana Simba hilo kwamba unajua hayo tetesi, hayo maneno ya Mayele nini, hayo tuachane nayo sasa hivi. Sasa hivi hayo masuala ya usajili tuachie viongozi wetu, tumwachie mwekezaji wetu, lakini sisi washabiki na wanachama tusipotee kufocus kwenye usajili wakati ligi bado haijaisha, tunapigania ubingwa. Umeelewa ndugu yangu? Kwa hiyo inachotakiwa sasa hivi focus yetu iwe katika kutafuta ubingwa, kupigania ubingwa. Je, huu ubingwa tunaupataje? Sisi washabiki na wanachama ndio kazi yetu. Sisi ndio tunasema mchezaji wa 12. Sasa tusianze kupotea njia. Usajili, masuala ya usajili yatafanyika. Wanahusika ni viongozi wetu, ni waelewa, wanajielewa kwamba watakachofanya watafanya kitu cha uhakika kwa ajili ya Simba. Lakini sisi washabiki na wanachama, hizi tetesi zisipoteze kupigania ubingwa. Focus hiyo kwenye ubingwa. Je, ubingwa huu tunaupataje? Sisi wanachama na washabiki tuna mchango mkubwa katika kuchukua ubingwa Simba. Hayo ni maoni yangu. Pengine unafikiri kama inakuwa ni kweli, tukiongea uhalisia, Fiston Kalala Mayele mnyama Simba anaweza kumlipa mshahara, kwa maana ya kwamba kule alikuwa anapokea pesa ndefu sana, na ukiangalia vilabu vyetu the way anavyolipa Simba Sports Club, ni kweli wataweza? Unajua wale, sisi Simba kama taasisi ya Simba tukiamua, niwe mkweli, tukiamua kwamba huyu tunamhitaji, uwezo huo tunao, tuna mwekezaji Mo ambaye anajielewa, yeye anaweza kavunja benki, lakini mradi, je, tukimleta Mayele ataendana na falsafa ya Simba? Je, kocha au technical bench inamhitaji Mayele?